Tumeona mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya RS Berkane nyumbani ugenini. Narudia tushazoea katika uwanja wa Benjamin. Sasa anaenda kucheza katika uwanja wa Zanzibar. Wengi hawajazoea uwanja. Hapajaribika kitu. Zanzibar ni Tanzania. Na mimi chikitu nilishajiandaa kisaikolojia baada tu ya mechi ya kwanza kuanza kupata fununu kwamba mechi itafanyika Zanzibar. Nilijaribu hata kuingia kwenye magrupu yetu ya Simba na kuwasiwa wapenzi kwamba tujiandae kisaikolojia. Hatuwezi kubadilisha matokeo hata iwe vipi. Tujiandae kwa ajili ya mechi ya kuchezwa Zanzibar. Mwenye uwezo wa kwenda ajipange, asiyekuwa na uwezo abaki kuunga mkono kwenye TV. Lakini nataka ukisema mambo ya kutoka bara uwanja wa Mkapa kwenda Zanzibar ni sehemu ya mchezo, ila waandishi na wachambuzi ndio wanajaribu kujenga hoja kubwa ambazo ziko nje ya malengo ya hii mechi. Lakini sisi tumesema sisi si watoto wadogo, sisi si watoto wa kiume, sisi ni wanaume. Popote patakapopigwa, patakapotakiwa mechi ya Simba kuchezwa, sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kucheza. Zanzibar ni kwetu na sio mara ya kwanza kupata matokeo Zanzibar. Stellenbosch tumechezea Zanzibar, goli moja limefanya Stellenbosch mpaka sasa hivi wako nje ya mashindano. Tulishashinda kombe la Afrika Mashariki tukiwa Zanzibar. Tumeshacheza mechi nyingi tu Zanzibar tukapata ushindi. Kwa hiyo sioni sababu ya hii agenda sisi kucheza Zanzibar ikawa ni agenda kubwa sana. Lakini napenda kukiri kitu kimoja kwamba mechi kupelekwa Zanzibar kumewaathiri wapenzi wengi wa mpira wa miguu, hususan wapenzi wa Simba. Imewaathiri vipi na wakati wengi wanazungumzia kwamba walikuwa wamejiandaa kisaikolojia na taarifa ilivyotoka kabla mchezo wangu walikuwa wanazungumzia kwamba Zanzibar ni sehemu moja hapo ambayo wanakwenda kupata matokeo. Unajua kujiandaa kisaikolojia ni kitu kingine na kukitenda ni kitu kingine. Kwa mfano kipindi cha ukataji wa tiketi, watu tumeshaamini kwamba tumeshaambiwa kwamba mechi inakuwa Zanzibar. Lakini viongozi walituhakikishia kwamba mechi itachezwa Mkapa ndio ukata tiketi. Unajua pale mpenzi anakuwa na mambo mawili. Nikiacha ukata tiketi, alafu ikawa ni bara, ni uwanja wa Mkapa, nitakuja kwamba tiketi zimekwisha, nitakosa mechi. Sasa nieni nikate tiketi, alafu niangalie itakavyokuwa. Wako watu wamekata tiketi wengi, mmoja hapo akiwa ni mimi. Ndio tulikuwa tunasubiri ufafanuzi kwamba tutatumiaje tiketi zetu huko watakaofanikiwa kwenda. Na wale ambao kufanikiwa kwenda watafanya vipi ili waweze kupata faida kwenye hela yao walioitumia. Lakini ukiondoa athari ya wapenzi, wachezaji wamejiandaa kwa ajili ya hii mechi. Kwa hiyo bado sijaona sababu, ila wapenzi wamepata athari. Wengi wanazungumzia kwamba CAF hawana msimamo. Maana mchezo wa kwanza inathibitisha kwamba utachezwa uwanja wa Benjamin na marudiano itacheza pale pale Benjamin. CAF wengi wanazungumzia kwamba CAF kama wamelemewa na Waarabu. Tujue kwamba Waarabu ndio wanatawala mpira wetu wa Afrika. Hicho sasa ndio kile nataka niwaambie kitu kimoja waandishi, wananchi wa Tanzania na uongozi wa chama cha soka na timu zetu. Huu ndio mpira wa Kiafrika. Mpira wa Kiafrika unakwenda na upepo. Kwa maana hata wale walikuwa wanasema kwamba sisi hatutapeleka timu, wajue kwamba huu ndio mpira wa Kiafrika unakwenda na upepo. Mfano wa karibu, tulikuwa tuna ratiba ya CHAN ya ilikuwa Januari. Ghafla ikabadilishwa. Wale waliojiandaa kwa ajili ya Januari kuna faida walilipwa? Kuna fidia walilipwa? Jibu ni hapana. Hiyo ni mpira wa Afrika. Haya, hii mechi sasa hivi. Mechi ya Al Masry na Simba imechezwa uwanja wa Mkapa. Kweli uwanja unaonekana una mapungufu. Mechi ya Stellenbosch ikapelekwa Zanzibar. Ukitaka kujua mpira wa Afrika ni wa Kiswahili. Na sisi kwa tunako serikali yetu nayo ikasema uwanja haufai kutumika, ufungwe. Uwanja ukafungwa. Wale wakapeleka timu Zanzibar. Tumeenda tumecheza Zanzibar. Huo ni swali ulianzia pale. Tumetoka Zanzibar tumeenda kucheza hii mechi sasa hivi kwao. Lakini mpaka inafikia mahali wana timu mmoja hapo haijui siku yake ya kucheza uwanjani kucheza kwamba atakuwa ni upi. Wanakuja tu kuambia kwamba mmehamishwa, lakini wengine taarifa wanazo. Lakini pia mpira wa Kiafrika una mambo mengi.
mimi mpaka sasa hivi na upenzi wangu wa Simba, mimi ni Simba dialia, Simba fia Simba. Lakini kwa hili kuna kitu viongozi wametukosea. Sidhani, sitegemei wala sitaki kuamini kwamba walikuwa hawana taarifa ya mpira mechi hii kuhamishiwa Zanzibar, ila nahisi walivyopata ripoti ya mechi kuhamishiwa Zanzibar wakajua pia kuna mambo ile Uswahili, watatumia njia za Uswahili, watatumia sijui nini, labda kuweza kuihamisha timu kuirudisha kwa Mkapa bara. Imeshindikana. Sasa wanatoa ripoti siku tano sijui tano au sita kabla ya nani ya mechi. Huu tayari ni Uswahili, lakini sasa tunatakiwa tuende na Uswahili wetu, hatuna jinsi. Ukisusa imekula kwako, utakachofanya imekula kwako, fuata masharti yao, mzigo wa bwana ufike. Kwa umezungumzia kwamba uongozi wetu na soka letu Tanzania ni Uswahili. Uswahili na namna gani wenyewe? Nimesema Uswahili, soka la Tanzania, Uswahili huu uliopo kwenye soka la Tanzania ndio Uswahili uliopo kwenye soka la Afrika. Ndio maana nitakupa mfano. Waliandaa ratiba kabisa kwamba CHAN itachezwa Januari, lakini ghafla wamekuja wamebadilisha, wamepeleka sijui mwezi wa 8. Huo tayari ni Uswahili. Kwa wenzetu huko kwenye mpira wao, ujinga huu huwezi kuukuta. Haya, wameleta ripoti ya kwamba mpira mechi ya Simba na Berkane itachezwa Zanzibar. Viongozi wetu sasa ambao nasema pia viongozi wetu wa Simba, hii tuhuma nawapa viongozi wetu sasa, wametuchuuza kutuambia kwamba lazima mechi itachezwa Mkapa, kateni tiketi. Tayari ni Uswahili, tumekata tiketi kwa ajili ya kucheza kwa Mkapa. Serikali nayo ikaingia kwenye mfumo, ikajaa kwenye mfumo, nayo ikatangaza kwamba uwanja wa Mkapa uko tayari, mpira mechi itakisha nacheza kwa Mkapa. Walivyoona mambo ni magumu, wakachomoka chap, wakasema sisi uwanja uko tayari, tunawaachia wenyewe. Tayari ni Uswahili. Kwa hiyo unajua siku zote Mswahili hasa huwa hakumbuki maneno yake. Akiongea asubuhi moja, jioni atakwambia haikuwa moja, ilikuwa 11. Kesho atakwambia haikuwa 11, ilikuwa moja. Tayari. Kwa hiyo matokeo yake sasa imetufikisha leo sisi wapenzi wa mpira hatujielewi kwamba tuko wapi. Leo tunaambiwa kwamba kuna safari ya kwenda Zanzibar. Wazungu wanasema ni out of budget. Hiyo ni budget nyingine ambayo mtu hakuipanga. Mtu alipanga safari ya kutoka mkoani kuja Tanzania bara kwa Mkapa. Leo anafika kwa Mkapa anaambiwa panda boti kwenda na kurudi, boti ni shilingi 70,000. Nenda Zanzibar. Hakuna mahali pana shida ya maisha ya ulalaji kama Zanzibar. Ukifika Zanzibar, chumba cha chini kabisa ni shilingi 35,000, analala hata ng'ombe. Hakina maana, ndio chumba kule. Hiyo ni budget nyingine ambayo umeshampa mlaji. Unajua mpenzi wa mpira ni mlaji Umempa budget nyingine ambayo haikuwepo, bila kumwomba samani, bila kumsaidia chochote, lakini mapenzi yake ndio yanayomhukumu. Sasa sisi wapenzi wa Tanzania tunaupenda mpira, lakini mpira hauwapendi wapenzi wa Tanzania. Je, turudi moja kwenye mchezo ambao unaenda wa marudiano pale katika viwanja vya Zanzibar Amani. Mchezo wa kwanza utazama safu ya ulinzi ya Simba ilikonsoli magoli 2. Ni sehemu gani kocha Faldu afanye alichokifanya mechi ya kwanza akifanya mechi ya pili aweze kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani? Mimi sio mtaalamu wa soka la uwanjani. Mimi ni mpenzi mwangaliaji. Nikisema nijibu hili swali moja kwa moja kumpelekea Fadlu, itakuwa nimemfundisha kazi yake. Ila kuna kitu kimoja tu ambacho naona kama kinatokea wapenzi wengi, huwa ni mchelewaji sana kufanya sabu panapotokea matatizo. Mimi cha kumwambia sina. Mpira ameuona, mapungufu ameyaona, na mwenyewe ameahidi kwamba zile goli 2 watakuja kuzitapika hapa Dar es Salaam Tanzania, hapo kwa uwanja wa Amani. Mimi ningemshauri tu Fadlu anapoona mapungufu kidogo kwenye timu awe ni mwepesi wa kufanya sabu kuliko kuendelea kupigania kitu ambacho hakisaidii. Kwa maana ni mchezaji gani ambaye alikuwa asaidii? Kwa mfano kama juzi Kagoma, mpira ulimpalia, mpira ulimkataa kabisa, lakini natumaini kama Kagoma, sikumbuki kwamba alimtoa ama alimaliza, lakini mpira ulimpalia. Kwa hiyo mimi napenda kwamba mechi ya kesho kutwa kocha awe makini,
maana yake tuna dakika 90 tu zilizobaki za kupigania uhai wetu. Neno la kuambia mashabiki wa Simba kuelekea mchezo huu. Mashabiki wa Simba ninachotaka kuambia ni kitu kimoja. Kwanza waipongeze timu yao kwa hatua iliyofikia. Sisi tulikuwa tunajenga timu, lakini timu tumejenga kwa mafanikio mpaka tulipofikia sasa hivi. Cha pili, mechi ya kesho kutwa tuipokee kwa matokeo yatakayokuja, asitafutwe mchawi. Tupambane kwa hali na mali, tutakachokipata kesho kutwa ndicho kitakachokuwa ni riziki yetu. Sio tena kwenda kushikana uchawi kwamba sijui hafai, sijui aende. Sababu wapenzi wa Simba na wafahamu sana, wana madhaifu makubwa sana kukubali matokeo. Wengi walikuwa wanazungumzia kiwango cha Elie Mpanzu katika ardhi ya ugenini, hajafanya vizuri. Je, huenda mpira ulimkataa au ndo kiwango kimeanza kudorora? Elie Mpanzu mapungufu yake hayakuanza kwenye ile mechi. Alianza kupunguza makali kuanzia kwenye ligi. Kwa Elie Mpanzu wengi walikuwa wanamzungumzia kwamba mchezo wa nyumbani anakuwa iko on fire, ila akienda ugenini anakuwa Mpanzu sio Mpanzu ambaye anamzungumzia. Shida inakuwa iko wapi? Au alikabwa sana na RS Berkane? Kwanza naona kama siku 2-3 hizi kiwango cha Mpanzu hakikuwa sawa. Na pia kuna asili ya wachezaji wenye kupenda kucheza nyumbani kwao kuliko ugenini. Na mifano mingi kwenye timu za Waarabu. Waarabu nakuta mchezaji ni mkubwa, lakini akija kwenye nchi yako unasema hivi ndio huyu ndio tukimsikia, unamdharau. Ukienda kwenye nchi yake sasa ndio unamjua umuhimu wake. Hiyo ni nzuri kiasi na pia ni mbaya. Sababu unaweza ukategemea kwamba unamtegea mtu leo kwamba umefanikiwa, kesho ukasema umtegei akakutegea wewe, ikawa ni balaa. Lakini kwa Mpanzu hizi siku 2-3 nimemwona kama kiwango kimeshuka, lakini najua yule ni mtu mchezaji professional, amecheza timu kubwa na kocha ni mtu professional, amefundisha timu kubwa. Atakaa chini na Mpanzu wataongea. Kwa hiyo siku ya kesho kutwa muda wa Mpanzu utaongea. Kuna taarifa ambazo zinazagaa katika mitandao ya kijamii zikizungumzia kwamba huenda klabu ya Young Africans ikienda kukamata saini ya Elie Mpanzu. Kwako mzee, imekaaje na umeisikia taarifa baada ya kuisikia kwenye mitandao ya kijamii? Mimi waga siishi na taarifa za mitandao ya kijamii. Waga naishi na kauli thabiti za uongozi. Kama nani Yanga wamemhitaji Mpanzu, watatoka hadharani watasema tunamtaka Mpanzu. Na kama viongozi wa Simba wataridhia kumtoa Mpanzu, watatoka hadharani kumsema kwamba tunamtoa Mpanzu kwenda kwa pinzani wetu. Kuna kauli imekuja kwamba Mpanzu yuko kwa mkopo, lakini Mpanzu, mimi baada ya kuuliza vyanzo vyangu vya ndani, Mpanzu hayupo kwa mkopo. Mpanzu amesajiliwa kisheria kama wachezaji waliosajiliwa kisheria. Kwa maana Yanga akija kumhitaji Mpanzu, inatakiwa akae na Simba mezani, waongee, wauziwe Mpanzu. Kumuuza mchezaji sio dhambi, lakini kumzushia mchezaji maneno ambayo sio msingi inakuwa sio dhambi. Alafu kitu kimoja mimi nakishangaa sana, sijui ndio mpira Tanzania ulivyo, sijui ni vipi mambo yanatakiwa kufanya na mashabiki wanakuja kufanya viongozi, lakini hakuna sheria yoyote inayochukuliwa hapo na chama cha soka. Viongozi wanatakiwa wakae kwenye nafasi zao kama viongozi, walinde nidhamu ya uongozi wao. Mambo ya kishabiki waache mashabiki wenyewe waamue wanachokiongea katika ushabiki. Kwa nini Mpanzu kusema anakwenda Yanga siwezi kushtuka, sababu sio mtu wa kwanza kutoka Simba kwenda Yanga, na ni kawaida ya Yanga kutafuta wachezaji wa Simba, na ni kawaida pia Simba kutafuta wachezaji wa Yanga. Hii ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo kama Mpanzu ataridhia kwenda Yanga, unatakiwa kumzuia? Hakuna atakayeweza kumzuia. Kwa hiyo sijaona vibaya kwa kitu kama hicho. Kama Mpanzu mwenyewe ataridhia kwamba anataka kwenda Yanga na ni kweli Yanga anamtaka Mpanzu, wakae juu ya meza na Simba wafanye mazungumzo, atapewa Mpanzu. Au ndio maana amemuuza Ziki ile aje kwa replacement yake hiyo ya Mpanzu? Vyote vinawezekana. Kwa hiyo huwezi kujua. Vyote vinawezekana. Huwezi kujua. Sababu mimi siko ndani ya uongozi wa Yanga, wala siko ndani ya uongozi wa Simba, wala siko kwenye kamati ya usajili kujua kinachoendelea. Ila nataka kusema kwamba vyote vinawezekana. Kama Mpanzu anatakiwa na Yanga, taratibu zitafuatwa.
na kama kuna mchezaji wa Yanga pia anatakiwa na Simba, taratibu zitafuatwa. Kama unavyosikia sijui watu wanasema Simba 100% Feitoto ameshasajili, zile ni rumors. Hatujapata majibu kutoka kwa viongozi kwamba kweli kuna mambo umesikia Simba anamtaka Feitoto. Simba ilithibitishwa kwamba Simba inamhitaji Faisal saini yake, na wengi taarifa ziko chini ya kapeti bado hazijatoka hadharani kwamba Simba wanamhitaji Feitoto. Imethibitishwa na nani? Maana mimi nataka nikuoje kama mimi ndo mwandishi. Imethibitishwa na nani? Tumemsikia Mediali kwamba kuna mtu wetu yuko sehemu fulani anaenda kumchukua. Unajua watu ni wengi. Anaweza kuwa anataka kunisajili hata mimi Mzee Kamwe kwenda pale. Kuna mtu wetu yuko sehemu fulani lakini hajatajwa jina. Unajua ushahidi wa mahakamani ni ushahidi mzito sana. Anatakiwa aliyempiga mtu kisu. Sio aliyemtuma mtu kwenda kumpiga kisu. Aliyetuma kwenda kumpiga mtu kisu sio mtuhumiwa. Aliyempiga kisu mtu ndio mtuhumiwa. Nakumbuka hata ile kesi ya kina Zombe. Alihukumiwa kunyongwa nani? Aliyeshika bunduki kuua watu. Wale aliyemtuma kwenda kuua wako wapi? Wako uraiani. Kwa hiyo tusubiri kauli kamili za viongozi, tusisubiri za chini ya carpet. Hizi za chini ya carpet zinafanya tu wenye mitandao yao wapate followers wengi wa kuweza kuendelesha maisha, lakini ukweli hamna. Kocha wa Simba alisikika lakini akisema anahitaji namba 10 aliye bora akiwa mchezaji mzawa wa Tanzania, na ukiangalia Tanzania hii mzawa aliye bora namba 10 ni Feitoto. Hayo ni mawazo yako mwandishi. Kocha mwenyewe lakini alisema anamtaka namba 10 bora mzawa. Hakumtaja jina. Zingatia kutokana na jinsi ligi ilivyo na namba 10 bora ambayo tulionao ni Faisal. Ndio nyinyi ndio mmemsaidia kumtajia kocha wetu kwamba ni Faisal. Lakini kocha hajamtaja jina na hawezi kumtaja Faisal wakati tani Faisal heshimuni au tuheshimu mkataba wa Faisal mahali alipo. Azam ni klabu kubwa. Azam ni klabu kubwa. Inamiliki mchezaji wake. Mimi kusema namtaka mwandishi wa Mawigi. Lakini kwa sababu sijamtaja kwamba namtaka Joseph wa Mawigi, nimesema tu kuna mwandishi wa Mawigi pale namtaka. Mtabakia sasa kusema namtaka labda namtaka mimi au sijui ni mimi au sijui ni fulani na fulani. Kwa hiyo yule kocha amesema anamtaka winga nani namba 10 bora mzawa. Lakini hakumtaja Feitoto. Na namba 10 bora hawezi kuwa Feitoto peke yake. Labda pia kuna mwingine anemjua yeye. Je, kama anamtaka nani Mzize? Mbona mumsemi Mzize? Mnamsema Feitoto. Kasema nataka winga namba 10 bora wa ndani ya nchi. Asadeni na Aua. Kwa nini amumtaji Mzize? Mnamtaja Feitoto tu. Yeye kasema namba 10. Sawa. Na Mzize anacheza namba 11. Basi hajamtaja Feitoto. Kwa hiyo hilo swali siwezi kukuunga mkono hata kidogo. Lakini mnamtamani awepo kwenye timu yenu. Na hakuna mbeza Feitoto atakuwa ni mjinga. Sababu hata waliomwacha wenyewe wanahamu kesho abadilishe mawazo arudi pale alipokuwa. Kwa hiyo Feitoto ni mchezaji na mheshimu. Kama kuna mchezaji Tanzania na mheshimu na namkubali ni Feitoto. Lakini sisemi kwa kuwa namkubali Feitoto nimethibitisha kwamba basi Simba tunamtaka. Mimi huaga nasubiri ripoti za viongozi. Wakisema sasa tunamtaka Feitoto, kuna taratibu zitakuwa zimeshafanyika mpaka ameruhusiwa kutangaza. Lakini yeye hajasema. Mpaka sasa kuna messages zinatokea kwamba Zengeli nani ile Pakome tayari kaenda Simba. Ni watu wanataka followers. Lakini hakuna mali Simba ametangaza kwamba anamtaka Pakome, anamtaka Feitoto. Kuna moja kati ya kauli ya Faisal naikumbuka kabla ajenda Azam FC akiwa Young Africans alizungumza kwamba endapo nitarudi Yanga mpaka Engineer Harris ajiondoe ndani ya makao makuu ya Young Africans. Huenda kauli hii ina ubezi wa aina gani kwa Simba kwenda kuinasa faini ya Faisal Toto? Na hata kama hiyo kauli nakumbuka kweli alisema, lakini hakuna watu wanafiki kama wachezaji. Mchezaji anaishi na upepo utakapo mjia. Na usije ukashangaa nyinyi mnavyosema kwamba Faisal anakwenda Simba mkashtukia amerudi Yanga. Mchezaji anaangalia maslahi yake atakayopata ili kesho aishi vizuri. Lakini huwezi kumwambia mchezaji kwamba ameshahapa kwamba hawezi kurudi asipo mpaka nani huyu Engineer aondoke. Sio kweli. Hakuna watu wanafiki kama wachezaji. Hao ni maneno tu ambayo wanayatamkaga lakini uwaga watekelezi. Nimeshaona wengi. Walizikataa timu zao lakini baada ya muda tukaona kwenye timu zile walizozikataa. Wenda Clatous Chama akarejea kustafia mpira wake pale Simba. Mimi namheshimu Chama.
Chama namheshimu sana. Lakini kwa sasa hivi sioni nafasi ya Chama tena Simba. Japo mimi sio kiongozi, lakini nikiongea kama mshabiki, sioni nafasi ya Chama tena Simba. Unajua siku zote ukitaka kuwa ukiwa msaliti haipendezi. Kwa maana Chama kawasaliti. Chama aliondoka kwa heshima, tukamuaga kama mchezaji wetu tulichezea kwa heshima. Lakini alianza kutoa maneno ya kebei na kwenda kwenye timu ya nipate kombe la Afrika. Haya, analo medali anayo, amepishana nayo. Sasa pishana nayo basi. Kwa maana Chama alikuwa ni kitendawili kwa Wekundu Msimbazi kushiriki klabu bingwa barani Afrika, kutokufika fainali. Unaweza ukawa star alafu ukawa na nuksi. Unaweza kuwa star? Unaweza kuwa star alafu ukawa na nuksi pia. Kama ilivyo kwa Manula. Manula simsemi, ni mmoja wa makipa bora kabisa Tanzania. Lakini kuna kitu Manula amevuna alichokipanda. Kwa hiyo swala la Manula tuachie viongozi wenyewe.